Subscribe Zumba TV. Wangu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini usisahau vitabu vile, ndivyo kuna yote yale mazuri uliyoyaona aliyoyafanya baba yetu wa kiroho Mheshimiwa Mufti. Karibu. Asalamu alaykum. Mzee wangu na mzee wetu Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pamoja na viongozi wote wa meza kuu, lakini kwa heshima pekee nimshukuru sana kaka yangu Abdalla Ulega, waziri wetu wa ujenzi, na nimshukuru pia mkuu wetu wa wilaya ambaye ametukaribisha kwenye wilaya yake ya Kinondoni, ndugu yangu Mheshimiwa Saadi Mtambule. Lakini washukuru sana pia viongozi wote ambao leo tumekuja hapa kujumuika kwa pamoja katika siku hii muhimu sana ya miaka 10 ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Mimi sina maneno mengi sana, na hasa nikiwa na viongozi wabobevu wa mambo ya dini kama ninyi mliokaa hapa. Lakini kwa ufupi sana niseme tu kwamba Mheshimiwa Mufti, safari yako ya kuwa kiongozi mkuu au sheikh mkuu wa Tanzania, unaongoza watu katika makundi zaidi ya mawili au matatu. Cha kwanza, ulipoteuliwa ama ulipochaguliwa kwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, inawezekana wapo watu ambao walitamani sana usimalize hata mwaka mmoja, udondoke, pengine ateuliwe ama patikane mufti mwingine. Lakini ndani ya kundi hilo pia wapo ambao ulipoteuliwa walifanya kila dua ili maisha yako yawe marefu na uongozi wako au safari ya uongozi wako iwe ni yenye heri. Kwa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu, makundi haya mawili ulioyaongoza, kwa bahati mbaya sana huwezi kuyajua ukiwa peke yako. Ni lazima uivae nafsi ya Mtume Muhammad na Mungu mwenyewe ili akuoneshe vizuri watu ambao waliomba ili udondoke na wale walioomba ili safari yako iwe ndefu. Makundi haya mawili unaweza usiyabaini kama nilivyosema kwa lugha kawaida, lakini kwa miaka 10 uliokalia kiti hicho na kwa ule utakatifu wa kumuomba Mungu nyakati zote, unaweza ukawa umekwisha baini kicheko chenye heri na kicheko ambacho hakisadifu yaliyoko ndani ya mioyo. Safari ya miaka 10 ya kiuongozi ina mambo mengi sana. Ndani yake yapo mambo yenye maumivu makubwa, lakini kwa kuwa umekuwa ni kiongozi wa dini, sharti ni kupiga goti na kuomba dua ili palipo na mlima parahisishwe na kuwa tambarare. Na kama ambavyo tumesikia wasifu uliosomwa hapa na katibu wetu mkuu wa BAKWATA, moja ya sifa kubwa ulionayo ni resilience ama uvumilivu na ustahimilivu. Unaweza kuwa umebaini yote yaliyofanywa na watu wote wa pande hizi mbili, lakini kimoyomoyo ukasema, Mungu nisaidie kumuonya huyu ili naye awe ni mtu mwema katika safari za uongozi wangu. Kwa hiyo niseme tu mambo machache yanayolingana na hilo. Sisi kama viongozi wa serikali, nafahamu kwamba kaka yangu Abdalla Ulega atakuja kuzungumza kwa niaba pia ya serikali kwa ujumla wake, lakini mimi nijivunie uwepo wako, kwamba umekuwa ni kiongozi unayefanya kila jambo kwa kiasi.
lakini umekuwa ni kiongozi usiye na tamaa, na umekuwa ni kiongozi uliye sacrifice maisha yako kwa ajili ya kuiweka sawa BAKWATA na Waislamu Tanzania. Waislamu Tanzania ni wengi sana kwa idadi, na mara nyingi tabia yao huwa inaweza ikachafuka kama kiongozi mkuu anaweza kuchafuka. Lakini uimara wa Waislamu leo hakuna namna tunaweza kuizungumzia kama siku lirejea katika uimara wa kiongozi mkuu, yani mufti na shehe mkuu wa Tanzania. Kwa katika hili Mwenyezi Mungu aendelee kupigania. Na sisi viongozi wa serikali unaweza kuona kwamba mara nyingi sana tunapopatwa na jambo lolote tunalohitaji ushauri, tumekuwa pia tukiwakimbilieni, ukiwemo wewe. Leo viongozi wa dini, Wakristo na Waislamu wamesimama kama ndugu, kama dada, kama kaka, kwa sababu ya uimara wa uongozi mnaoendelea nao. Sisi kwa dhati ya mioyo yetu tunakushukuru sana. Na Waislamu wenzangu mlioko hapa, lazima nyakati zote tuombe na tumuombee dua kiongozi wetu. Watu wengi huwa tunakwenda sana kuangalia kasoro za kiuongozi, halafu na kuomba kila nyakati kiongozi aweze kudondoka. Shehe mkuu akidondoka ni kama askari namba 1 katika vita akiwa amedondoka. Uislamu una msaada mkubwa wa taifa letu. Wapo watu ambao leo hawajui kuchukua rushwa wala kutoa rushwa, lakini ukimuuliza umetoa wapi tabia hii, anasema nilianza kuisikia tangu nikiwa madrasa. Na huyu atakapoteuliwa kuwa kiongozi katika taifa letu, anakuwa kiongozi mzuri wa kupinga na kupinga sana masuala ya rushwa, kwa sababu jambo hilo alilipata tangu akiwa katika mafunzo na katika masomo ya kidini. Kwa hiyo mufti na shehe mkuu, tunakuahidi mimi na wenzangu kwa nyakati zozote, iwe ni usiku au mchana, kuna jambo lolote linalohusu BAKWATA au linalohusu Waislamu walioko hapa, sisi tuamshe ni askari wako. Na kwa sababu umejenga heshima kubwa ndani ya taifa letu, hatutasita kuirudisha heshima hiyo kwako nyakati zote. Na mwisho nihitimishe kwamba hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa na faraja kubwa sana na uongozi wenu au na uongozi wako. Sio kwa sababu yeye ni Muislamu na wewe ni Muislamu, hapana. Nimeshawahi kuwasikia viongozi ambao ni Wakristo na viongozi wao kwa Wakristo au upande mwingine, lakini unakuta bado anaweka walakini katika uongozi wao. Lakini ukikuta Mheshimiwa Rais anapata faraja kutoka viongozi wa dini,